6. Twende mama. Mwanakondoo ameshinda. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa mtazamaji, karibu tena katika kipindi chetu hiki cha Kiongozi Kalenda. Niliyesimama mbele yenu ninaitwa Mchungaji Rehema Josefu Mwakatage wa kanisa la Moravian jimbo la Kusini Magharibi, wilaya ile ya Mbalizi na dinari ya Songwe. Na kukaribisha sana mwana wa Mungu, tujifunze maneno ya Mungu, kwa sababu neno la Mungu kila wakati ni jipya. Lakini neno la Mungu ambalo tumepewa leo katika Kiongozi Kalenda, katika siku hii ya leo tarehe 21 mwezi wa 5, ni lile neno linalopatikana katika kile kitabu cha mwimba huyu Zaburi, mbaji wa Zaburi ile ya 150 na ule mstari wa 2. Mbaji wa Zaburi ya 150 mstari wa 2. Na somo la pili linapatikana katika waraka wa Mtume Paulo kwa Wakolosai sura ya 3 na ule mstari wa 16b. Kabla sijasoma, naomba tuombe. Ninakushukuru Baba, asante kwa ajili ya wakati huu. Ninakushukuru kwa ajili ya watazamaji hawa ya Bwana. Watu wako wanahitaji kula na kunywa mezani. Ninakushukuru kwa ajili ya ujumbe huu ambao Baba unauachilia kwetu leo kwa watu mbalimbali wanaonitazama. Bwana Yesu, wanahitaji kula na kunywa mezani pako. Bariki ujumbe huu, tunaupokea kwa shukrani kutoka kwako. Naomba Mungu ubariki, tufundishe wewe uliye mwalimu wetu, katika jina la Yesu, amen. Nina imani mpendwa, umepata haya maandiko ya leo. Nimesema kwamba ni mwimbaji wa Zaburi ile sura ya 150 na ule mstari wa 2, na waraka wa Mtume Paulo kwa Wakolosai sura ile ya 3 na ule mstari wa 16b. Na haya maneno yameandikwa hivi: msifuni kwa matendo yake makuu, msifuni kwa kadiri ya wingi wa ukuu wake. Msifuni kwa matendo yake makuu, msifuni kwa kadiri ya wingi wa ukuu wake. Na somo la pili limeandikwa hivi: mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tenzi za rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo za tenzi za rohoni, huku mkimwomba Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Mpendwa mtazamaji, siku ya leo neno ambalo linatuongoza, hili neno limekaa kwa Mungu, wa kumrudishia Mungu tunayemwabudu sifa. Na kichwa nilichokiweka mahali hapa kinasema hivi: sifa apewe Bwana, sifa apewe Bwana. Katika hiki kitabu cha Zaburi, huyu mtu ametulia, anatazama ya kwamba vitu vyote vilivyopo duniani chini ya mbingu, hivi vitu vyote ni vya Bwana. Amefanya mambo makubwa, kwa maana ya kwamba unapotazama miti, unapotazama milima, unapotazama ndege, unapotazama wanyama, moyo wako ujue kwamba hii ni kazi ya Mungu. Hakuna mwanadamu ambaye anaweza akafanya vitu kama hivi. Wapendwa, niwaambie ukweli, tunapita huko masokoni, tunaona kuna maua yametengenezwa na wanadamu, lakini hivi vitu hata ikipita miaka au miwili au mmoja, vingine ni miezi mitano, utashangaa viko jalalani, havina uzima ndani yake, havina uwepo ndani yake. Kwa tunapotazama miti, tunapotazama milima, mimi tangia nimezaliwa naiona milima imesimama, ipo tu, na mshangaa Mungu. Mwimbaji huyu anatuhamasisha kumsifu Mungu. Wapendwa, sifa ni za Bwana, na kweli Mungu anastahili kupewa sifa, maana hata wewe mwenyewe ukijitazama jinsi Mungu alivyokuumba, unavyotembea,
vikuu. Pasipo Mungu kufanya vitu vikuu, hata hivyo ulivyo usingekuwepo duniani. Lakini kwa sababu Mungu amefanya mambo makuu, kuna vitu vipo baharini tunavichangaa hata kuviangalia. Wasema hivi vitu vipoje, wanyama wengine wapoje, na wengine bado hatujawaona, lakini ni kazi ya Mungu. Yeye Mungu ndiye aliyevifanya. Sasa katika hivyo anasema msifuni Mungu, sifa ni za Bwana, hatakiwi kuchukua mtu mwingine. Tunajua sifa, wapendwa, katika ulimwengu tulio nao, yaani sifa inaleta utukufu. Sasa si zaidi msifu Mungu. Kuna watu hapo duniani hata kitembea ukisema ila dada umependeza, nafsi yake ndani anajisikia vizuri kwamba ya kweli niko vizuri. Ila dada umefanya vizuri kwa kweli, siku ile nilikuona ukimtangaza Yesu ulifanya vizuri. Nafsi kwa ndani kule kunajisikia vizuri kwamba asante Bwana Yesu. Lakini si zaidi Mungu wa mbinguni tukimrudishia sifa kwamba we Mungu, hata mimi hapa nilipo mtumishi wako Mwakatage, ninakusema na kukutangaza Baba, upewe sifa. Mungu, hata hatua zangu zinapoenda mbele, Mungu upewe sifa. Mungu wa mbinguni anajisikia amani. Ukisoma maandiko yanatueleza wazi kwamba kule mbinguni wapo malaika wanamsifu Mungu, hawachoki. Lakini sisi wanadamu tumechagua vitu vya kuvisifu. Wengine wanawasifu wake zao, wengine wanawasifu watoto wao, wengine wanasifu mali zao walizo nazo. Ndugu yangu, nikwambie, anayestahili sifa ni Mungu. Hebu msifu Mungu kwa kumtamka kwa kinywa. Hebu msifu Mungu hata kwa nyimbo. Hebu msifu Mungu kwa kumtangaza. Wafundishe na watoto wako ndani ya malango kwamba wanangu, anayestahili kusifiwa ni Mungu. Mkienda huko mkarudi, msifuni Mungu. Mkifanya kazi mkarudi, mshukuruni Mungu, msifuni Mungu. Mungu ndiye anayehitaji kusifiwa. Matendo yake ni makuu. Matendo ya Mungu hayaelezeki. Hata tungelianza kuyasema, hata tungeanza kuyahesabu, hayaelezeki, kwa maana hiyo sifa ni zake Bwana. Ni wangapi mnao msifu Bwana? Ni wangapi mnao mwinulia Mungu utukufu? Hata ibada zetu zinahitaji tutangulize nyimbo za sifa. Sifa zinafahamika. Wewe unapoanza hata ibada yako, tunaposema jamani ni kipindi cha sifa, hebu sifu kwa kumaanisha, tena bila uchovu. Usifu kama vile hata kesho hautakuja kumsifu Mungu. Ukisema Mungu umetamaraki, nafsi yako na utu wa ndani muone Mungu mahali alipoketi. Umuone kwamba kweli Baba yangu yule pale, kwa hisia zako zote. Namshukuru Mungu hata ninapoangalia kwenye TV na waona kuna vijana wamejitokeza wanamsifu Mungu kwa kumaanisha. Wapendwa, nikwambie kitu kimoja, unapomsifu Mungu kwa kumaanisha katika roho na kweli, kuna mambo ambayo yanaondoka. Hata kama kulikuwa na mapepo, yani madamu ukamtukuza Mungu kwamba wewe ni Mungu unayeweza, jina lako limetukuka, unashangaa mapepo yanaondoka, nguvu za giza zinaondoka. Tulia hata nyumbani kwako. Mwanakondoo ameshinda. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna watu sifa anategemea tu siku ya Jumapili atakapoenda kanisani. Watakaposema tuimbe wimbo namba fulani, ndio ameimba hivi, amerudi nyumbani, ni maneno tu. Hana hata muda wa kutenga kwamba leo hii ni msifu Mungu. Hana. Ndugu yangu, ungelitambua kwamba kwenye sifa kuna nini, usingelinyamaza. Utenge muda wako hata ukiwa peke yako. Nafsi yako iseme leo nitamwimbia Mungu. Ukitangulia ukaimba katika roho na kweli, yani ukaimba hata kama nafsi yako ilikuwa imekosa amani, unashangaa kuna vifungo vinaondoka. Mwanakondoo ameshinda. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa hiyo umsifu Mungu katika roho. Na maneno ya Mungu pia yanatufundisha katika waraka ule wa Mtume Paulo kwa Wakolosai. Neno la Mungu linaeleza, anasema mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na kwa nyimbo. Mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na kwa nyimbo.
Nikwambie kitu mpendwa mwenzangu, mafundisho na maonyo, alafu juu yake ukaweka nyimbo za zaburi za kuita uwepo wa Bwana, kuna kitu kinaongezeka. Mafundisho, nimesimama hapa mtumishi wa Bwana, ninakueleza, ninakufundisha. Nina imani kwamba kama umetulia unasikiliza huu ujumbe, ni sehemu ya mafundisho, na ninakuomba usiondoke, usikilize ya kwamba kumbe hata ninapoenda ibadani neno la Mungu lisinipite bure. Mtumishi wa Bwana anasimama, anafundisha, ameshika Biblia ibadani, wewe haupo, akili zako ziko mbali. Yawezekana katika hilo neno alilolisoma mtumishi wa Bwana kuna mambo ambayo Mungu ameyapanga kwa ajili ya matatizo ulionayo. Pale ametamka habari za kuonya, maonyo mara nyingi tunajua yanatendeka pale kwenye makosa. Kuna jambo ambalo unaweza ukalifanya likawa kinyume tofauti. Si kwamba kila mtu mpaka ajue kwamba fulani amekosea, hapana. Lakini kuna mengine nafsi yako wewe mwenyewe inasema kwamba hapa nimekosea. Lakini Mungu anapomtumia mtumishi wake kwa ajili ya kukuletea ujumbe wewe, kwa mfano kama hivi nilivyosimama, kaa tulia, usikilize ujumbe wa Mungu unasemaje. Mkionyana kwa zaburi na kwa nyimbo na kwa tenzi za roho. Sasa ndipo linakuja kuungana na lile neno la zaburi la kumsifu Mungu kwa ukuu wake. Unajua Mungu hata akikurejesha katika hali ambayo ulikuwa umekosea njia, ukapewa maonyo kwa kupitia neno la Bwana, au ukasikiliza mafundisho ya watumishi wa Bwana, Mungu akakuonya kupitia hilo neno. Hata wimbo unapoimba unasema, mwamba wenye imara, kwako nitajificha. Unajua kabisa kwamba niko mafichoni mwa Bwana. Mwana kondoo ameshinda. Jina la Bwana litukuzwe. Wana wa Mungu atusaidie. Lakini tena pale chini anamaliza anasema kwamba na nyimbo na tenzi za rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Anaposema mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu, ndipo unapojifunza kwamba kuna nyimbo zingine kumbe haziimbwi kwa neema na haziimbwi katika mioyo, katika roho. Ni kweli wapendwa. Tashangaa mtu yuko kwenye kusifu, yaani anasifu, anawaza maharage yake nyumbani, anasifu, anawaza fedha, leo hivi zile fedha zitatosha, anasifu, anawaza hivi saa ngapi nitarudi nyumbani. Hapana mpendwa, ninakushauri leo hii, ukitaka umuone Mungu kwenye kipindi cha sifa, funga milango yako yote ya rohoni, usiruhusu akili zako ziondoke kwenda mbele. Wewe mwambie Mungu, niko hapa, nataka nikusifu, nikuimbie. Utasikia kule ndani vifungo vinafunguka peke yake. Unasikia bubujiko linapanda kwenye nafsi yako unapoimba, na hata kama kulikuwa kuna mlima ndani yako. Huo ndio uimbaji wa katika roho na kweli. Wengine wanawashangaa watu wanapolia, wanatoa na machozi, wanasema kuna nini? Bwana we, mwenzio kuna kitu kimeingia ndani yake alipokuwa anasifu. Kuna kitu. Mungu anaachilia damu ya Pasaka inanena mema. Na kama kulikuwa na nguvu za giza zinapita kwenye anga lake, ashangaa tu amani ya Kristo. Na wale wanaopita katika ulimwengu wa roho wanasema pale hapapitiki. Mungu anapenda sifa. Mungu anapenda kusifiwa, lakini kule kusifu kwa roho na kweli. Sio kule kusifu kwa juu mpendwa. Sifu katika roho na kweli. Na nimekushauri kwamba kusifu kwako kuanzie ndani ya malango yako. Usitegemee tu kule kusifu kwa Jumapili, hapana. Anzia nyumbani uione kwamba ni ibada. Msifuni Bwana kwa utakatifu wake. Msifuni Mungu kwa nyimbo na tenzi za rohoni. Mwana kondoo ameshinda, kanisa la Bwana. Jina la Bwana litukuzwe. Mungu wetu ni mwaminifu, ni Mungu wa baraka. Ibada ya kwanza ni sifa, na hata kama unatembea peke yako, kuna mahali utashangaa labda upo msituni, kutokana na kule kusifu katika roho na kweli, ulikuwa unatembea unamwimbia Mungu, Bwana sehemu yangu, rafiki yangu wewe, kwa sababu Bwana unamtasimini ya kwamba yuko sehemu yangu. Bwana ni fungu langu.
hivi pale mahali nilipita saa ngapi? Kumbe ulikuwa katika roho, na Bwana akawa sehemu yako, na Bwana akawa fungu lako. Mwana kondoo ameshinda. Wapendwa, kusifu kunaleta nguvu. Mimi kuna wakati nikikaa na familia yangu, tuanze kumwimbia Mungu. Nawaambia sasa, leo ni kuimba tu. Leo hapa ni kuimba tu. Hatutaomba, tutamwimba Mungu, tutamwimbia Mungu. Na ninawaambia je, nasema kwamba hebu ziangalie nyimbo. Kama ni kwa ajili ya kucheza, angalia huu wimbo, je, ni wa kucheza? Kama ni kwa ajili ya kumtukuza Mungu pale alipo, angalia, je, huu wimbo ni wa kutukuza, kurudisha sifa mbele za Bwana? Kama ni wimbo wa kuvunja, angalia huu wimbo ni wa kuvunja. Tunamwimbia Mungu namna hiyo, utashangaa hata tukisema amen, kila mtoto anashangilia ndani ya malango. Mwana kondoo ameshinda. Jina la Bwana litukuzwe. Mbarikiwe ndugu zangu watazamaji kwa ajili ya ujumbe huu wa leo. Ninaomba hili neno likakae katika mioyo yenu, na Mungu awajalie pamoja na mimi mtumishi wake, ili tumwimbie Bwana, mbingu zifunguke. Sio kwamba kila kitu kinaondoka kwa njia ya maombi, hapana. Hata kwa sifa mbele za Bwana inawezekana, na Mungu anashusha utisho na uweza wake. Jina la Bwana litukuzwe. Ninaomba nimshukuru Mungu kwa ajili ya kipindi chetu hiki, na kwa ajili yako wewe mtazamaji. Nitamwomba Mungu kwa ajili yako. Nakushukuru Baba uishie milele, Mungu uketie mahali pa juu. Asante kwa ajili ya ujumbe wa neno lako. Umelituma neno hili Bwana ili tupone. Ninaomba Bwana ukalibariki. Tusaidie Mungu kujifunza na kutendea kazi, ili Mungu tunaposikia maneno yako twende tukaifanye kazi yako Mungu. Twende tukaimbe, twende tukakusifu, ili utukufu wako uende pamoja na sisi. Jina lako Mungu litukuzwe, jina lako lipewe sifa. Ninakushukuru kwa yote. Wasaidie watazamaji Yesu Kristo katika ujumbe huu ambao umeachilia leo. Mungu, hili neno likapate kuota na kumea na kutoa matunda katika maisha yao, pamoja nami mtumishi wako. Kwa jina la Yesu wa Nazareti naomba nikishukuru. Amen. Ulikuwa nami mtumishi wa Bwana Rehema Josefu Mwakatage, mchungaji. Mungu akubariki. Amen.